Wizara yetu Habari, Sanaa, Michezo na Utamaduni inaendelea kukamilisha maandalizi ya mashindano ya AFCON 2027. Na ninaomba kuhakikishia Watanzania dhamira na nia ya Daktari Samia si tu kushiriki katika kuandaa mashindano haya, lakini pia kuyatumia mashindano haya kujenga uchumi wa taifa letu kupitia sekta zote za kiuchumi. Unapopata watu wengi wakaja kwenye nchi yako, watagusa kila sekta mlionayo, kuanzia utalii wenyewe, madini, kilimo, upande wa hoteli zetu. Kwa lugha nyepesi ni kwamba kila ambacho kimewekezwa kwenye wizara yetu kinapaswa kurudi kwa njia ya wizara zingine. Na tunaposema maandalizi haya yanaenda vizuri, si tu maandalizi ya ujenzi wa uwanja, pia maandalizi ya miundombinu ya kuwafikisha watu kwenye uwanja wenyewe. Mtakumbuka wiki 3 zilizopita Waziri wa TAMISEMI alikuja au alienda Arusha na tukasaini mkataba na mkandarasi yuko site kwa ajili ya kazi nzito ya ujenzi wa barabara. Na hivi leo sasa hivi niko njiani baada ya session ya bunge la mchana huu, nakimbia Arusha. Daktari Lameck Mwigulu, waziri mkuu wetu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, pamoja na waziri wa ujenzi ndugu yangu Abdalla Ulega, tutakuwa nao Arusha kwa ajili ya kuanza ujenzi wa barabara za TANROADS, ikiwa pamoja na ulipaji wa fidia ya wananchi walioko kwenye kipande cha kutoka Kisongo kwenda moja kwa moja mpaka soko letu la Kilombero. Nimesema hii kwa sababu gani? Kila mtu anasema miundombinu Tanzania, miundombinu haijakamilika. La hasha. Jumapili iliyopita nilikuwa kwenye ukaguzi wa viwanja vya mazoezi ambavyo tayari vina mkataba na mkandarasi yuko wapi? Yuko site. Kwa naomba niwatoe hofu wa Tanzania ya kwamba infrastructure zote kuanzia ya uwanja kuja mpaka ya barabara zinaendelea kujengwa kwa spidi ya 5G na kuhakikisha kwamba mwaka huu tunapokwenda kumaliza, dunia itajua ya kwamba Tanzania iko tayari. Lakini jambo la pili ambalo ni jambo la msingi sana ambalo nimeulizwa ni habari nzima ya ithibati, ya kwamba wako waandishi wanaofanya kazi lakini hawana ithibati. Nafikiri jambo tu la utaratibu tu wa kikanuni, na wenye mamlaka wanaohusika na ithibati kupitia clip hii watajua ya kwamba kumbe kuna watu wengine wanaendelea. Na bahati nzuri mmelisema nyinyi wenyewe waandishi, kwa hiyo mnafahamiana. Lakini rai yetu ni kwamba kazi ya uandishi ni taaluma kubwa na ni muhimu. Uelewa wa mwandishi ukiwa ni mzuri, aliyebobea kwenye professionalism, anazingatia maadili, maana yake kazi kubwa 3 zitafanyika, ikiwa pamoja na habari ya kuelimisha, kuhabarisha pamoja na kuburudisha. Rai yangu tu kwamba tuendelee kushirikiana wizara na nyinyi waandishi, tuhakikisha kwamba hata wale ambao wanatamani kutimiza ithibati zao wamekwama, basi tushirikiane ili tukwamuane. Wizara hii si kwa ajili ya kumkandamiza mtu wala kumkomoa, bali ni ya kuwezeshana ili tuweze kupiga hatua wote kwa pamoja, tukiamini ya kwamba kazi ya uandishi pia ni ndoto ya watu na ni ajira pia za maisha ya watu. Jambo la 3 ambalo limeulizwa, jambo la mamisi. Nilisema siku ile pale, makampuni haya yanayoendesha shughuli za mamisi, sisi serikalini tunayatambua, na kila kampuni ina kategori yake iliyojisajili kufanya kazi yake. Kwa mfano, Mustafa Asnali, yeye kampuni yake ndiyo iliyopewa leseni ya kufanya shughuli za Miss World, na ndio maana hapa inaitwa Miss World Tanzania. Wale watakaoshiriki hapa, atakayeshinda
ndiye atakayewakilisha Tanzania kwenye Miss World. Kampuni ya 361 chini ya mmiliki Mustafa ndio ambayo kwetu sisi kama wizara tunaitambua ndio itakayompeleka Miss World kwenye ushiriki wa Miss World duniani. Na tunaenda hatua kubwa zaidi. Mwaka jana nafikiri mliwaona mamisi walikuja hapa Tanzania, na nazo habari njema ya kwamba tayari kupitia Miss World Tanzania mwakani 2027 itakuwa mwenyeji wa mashindano ya Miss wa dunia yatakayofanyika hapa Tanzania. Na nimemaliza kuongea na Mheshimiwa Mwanasheria Mkuu kwa sababu tulikuwa tunaandika MOU ya kila ambacho kampuni inayohusika na Miss World inachokitaka kwa Tanzania na serikali ya Tanzania, na mkataba huo au MOU hiyo imekamilika. Suni tutawaalika waandishi wa habari kushuhudia utiwaji wa saini baina ya serikali ya Tanzania na waandaaji wa mashindano wa Miss wa dunia yatakayofanyika hapa nchini Tanzania. Na kampuni ya Kitanzania ambayo inatambulika ni kampuni ya Mustafa Hassan Ali ya 361. Makampuni mengine mnafahamu kuna kuwaga na Miss Utalii, kuna kuwa na Miss University, kuna Miss Universal, kuna Miss Tanzania. Mimi nayapenda yawe mengi zaidi, yalete changamoto na kuchachusha hii tasnia na industry ya Miss au ya mamisi au ya urembo hapa nchini kwetu. Lakini kila mtu ana kipengele chake. Ni kama vile useme kuna kampuni za vinywaji zipo. Sasa kama unakunywa kinywaji fulani ndio uzuie kinywaji kingine kisizalishwe. Kwa hiyo nimeona kama watu wanaitengenezea kunakuwa na no. Kwanza nyinyi wenye makampuni msilaluane. Msilaluane. Tunawatakeni wote. Na hata kama wewe hapa ukiamua kutengeneza Miss Bantu, sisi wizara yetu tutakupokea kampuni yako ya Miss Bantu, watakuwa napita watu pale, tunatengeneza hela, mwenye chakula ameuza, mwenye ukumbi kapata hela yake, mwenye taxi kabeba abiria, maisha yafanya nini? Yaendelea. Yaani dunia iko na opportunity za kutosha. Tusigombanie opportunity moja wakati Mungu ametupa akili na ufahamu. Nafikiri jambo limeeleweka vizuri. Kuna swali uniuliza? Samahani bana, nafikiri lilitokea upande wako ndio swala la maslahi ya waandishi wa habari. Ni kweli, na nakumbuka kwa muda mrefu imekuwa ni ajenda, na waheshimiwa mawaziri walionitangulia, kaka zangu na dada yangu, wamekuwa pia wakitengeneza program mbalimbali kuhakikisha kwamba wanainua maslahi ya waandishi wa habari, ikiwa mambo ya mikataba. Ni matumaini yangu mnipe muda tu, na miezi miwili sasa hivi, si ndio jamani? Na mimi nijiahidi ndani ya mwaka mmoja wote mtahamia kwenye hii wizara pamoja na nyinyi waandishi wa habari. Kwa hiyo nipeni tu muda ili mambo yaweze kukaa sawa, ikiwa pamoja na kutimiza matakwa ya kimikataba ya kimataifa kuelekea mashindano yetu ya AFCON. Nisingependa kulianza jambo alafu kimbia nalo naitolea kauli bila kuwa na ufahamu wa kutosha. Lakini tukipeana muda itakuwa jambo jema. La mwisho ambalo kwangu mimi pia ni habari. Mtakumbuka Daktari Samia Suluhu Hassan alitoa fedha katika bilioni 200, wizara yetu ilipewa pesa takriban bilioni 20. Na mtakumbuka kwamba wizara yetu inao mfuko wa kuwawezesha kada zote zilizoko ndani ya wizara yetu, wakiwemo wachoraji, wakiwemo waandishi wa habari, content creator, tumeenda wasanii wa muziki. Mzee, ungetulia mahala. Ungetulia tu mzee wangu. Ningekuwa nimeandika karatasi hapa ingelikuwa jambo rahisi. Sasa nilikuwa sisomi mahala, akipita huku mtu na mambo ya kushikana bega haya mzee. Naomba nirudie. Wizara yetu ya Habari, Sanaa, Utamaduni na Michezo inao mfuko unaosimamiwa kwa lengo la kuwawezesha wasanii, maproducer, wanahabari,
mpaka na wachoraji wa picha mbalimbali. Na mara mwisho nilitangaza kwamba Daktari Samia Suluhu Hassan katupatia bilioni 20 ikiwa sehemu ya mgao wa bilioni 200 kwa ajili ya kuwezesha hasa vijana na wakina mama walioko ndani ya makundi ya idara zetu. Tutangaza kwamba tarehe 18 tutakuwa na uzinduzi wa huu mfuko, na lengo la uzinduzi wa mfuko lilikuwa ni kuonyesha fursa ambazo rais wetu Daktari Samia ameziweka kwenye wizara yetu. Mfuko huu sio mpya, ni mfuko upo na nimeukuta, lakini tumeongezewa fedha na Daktari Samia ili kuweza kuwagusa watu wengi zaidi. Na itakumbuka nilisema mpaka hawa ma-influencer, content creator na wenyewe wafanye nini? Waweza kuteki advantage ya hii fedha kununua hata vifaa vya kujiwezesha kufanya shughuli zao. Timu ya wizara nilipa kazi kudiskasi na timu ya benki ili tupate riba ndogo kiasi ambacho cha kumwezesha huyu kijana anayejikwamua kimaisha aanze katika mazingira mazuri badala ya kuanza kwenye mazingira ya kujikuta hela yote anayoipata inaenda kulipa nini? Riba. Jana wakati naulizia hatua zilizofikiwa, kwa masikitiko makubwa wataalamu wangu hawajakamilisha kazi niliyowapa. Kwa naomba kwanza kuwaomba radhi wageni wote waliokuwa wamealikwa siku ya tarehe 18, na mgeni wetu wa heshima alikuwa Daktari Lameck Mwigulu Nchemba, waziri mkuu wetu. Baada ya kupata zile taarifa jana, nikakaa naye na kumwomba Mheshimiwa Waziri Mkuu tupostpone event hii, sababu dhamira yangu mimi ni kuona fedha hii inaenda kumwezesha kijana anayejitafuta kimaisha, na ndio ndoto ya Daktari Samia Suluhu Hassan aliyonituma kuifanyia kazi. Nisingependa fedha hii iwe na riba ya kumfanya huyu kijana ashindwe kufanya shughuli yake, aishie kufanya kazi ya kulipa nini? Riba, badala ya kusevu ili siku moja naye aweze kukua na kuwa na uwezo wa kujiendesha na maisha yake. Kwa event hiyo tumeiahirisha. Nimeambia timu yangu wakae na benki wajadiliane vizuri, na hata kama ikishindikana kwamba kuna masharti magumu, basi tutafute benki nyingine itakao kuendana na standardi za kwetu ili tuweze kumkwamua huyu kijana badala ya kumpa mzigo wa kulipa riba, wakati sisi tulitakiwa tumtengenezee mazingira kumwezesha. Kwa hiyo nimeliahirisha tukio hilo, lakini ndani yake kuna tukio la ugawaji wa mlabaha kwa ajili ya wasanii wanaopata, na yenyewe kwa pamoja tumeipostpone ili tutakapokamilisha mazungumzo na benki, nina uhakika tutakuja na kiwango ambacho angalau ukikopa na wewe una pesa ya kusevu kuendesha maisha yako. Una swali mpaka hapo? Au niwapiga spana? Kwa sababu riba ikiwa kubwa unafanyaje? Sasa mimi ndoto yangu ni kwamba nyinyi mmiliki ununue kamera, ukodi ka ofisi, uanze kutuma na wewe content zako. Sasa kama riba ikiwa kubwa, maana yake utajikuta hiyo ofisi unaokodi riba, maana unataka kuweka bondi. Sasa kijana wa sasa bondi anatoa wapi? Yaani tuambizane tu kweli. Yaani kijana wa sasa hivi, yani wewe msanii bondi unatoa wapi? Yaani kuna msanii ambaye ana hela ya kuweka bondi. Sasa kuweka masharti ya nyumba au kuweka masharti ya riba ikawa kubwa, hapana. Ndoto ya rais wetu ni kuhakikisha kwamba vijana hawa wanapata fedha katika mazingira rahisi ili waweze kufanya nini? Kujikwamua. Kwa sababu mimi nimewaambia watumishi wa wizarani, hili sikubaliana nalo. Niko tayari tuchelewe, lakini tupate pesa katika mazingira ambayo yatakuwa ni wezeshi, badala ya kupata pesa katika mazingira ambayo yatakuwa ni kujenga taasisi zingine wakati vijana wakiwa wanahangaika. Na hizi pesa za rais lengo lake ni kuwezesha vijana. Vinginevyo Daktari Samia asingetoa fedha zije kwetu. Kama itakuwa na maliba makubwa, maana yake fedha zitakiwa itoka kuja kwetu. Itakuwa pesa ibaki tu benki. Benki zipo zinakopesha. Lakini lengo la kutupatia pesa ili tuwape vijana ambao hawawezi kumiti standard yao vigezo vya kibenki. Sasa kama na sisi tutatoa kama vigezo vya kibenki, maana yake haitakuwa na maana yoyote ile. Kwa hiyo naomba mniwe radhi ambao mlikuwa mmealikwa, na mimi sipendi kwenda kwenye tukio
ukapatiwa cheki pale hundi, alafu unaona na riba pale kubwa na nini, sasa hapa mzee nitatoboa kweli? Hapana, lazima tuweke mazingira mazuri ambayo yatawezesha vijana wetu kuweza kupiga hatua, na kwa kweli ndio jukumu letu tulopewa. Yaani Mheshimiwa Rais hawezi kukupa fedha alafu tena akahangaika kutafuta namna gani utapiga hesabu vijana wapate katika mazingira mazuri. Kwa hiyo fedha zote zipo, lakini nimemwomba Mheshimiwa Waziri Mkuu alizie tulisogeze mbele mpaka timu za wataalamu tutakapopata a reasonable interest rate itakayomwezesha kusema kwamba kijana kwa kweli kwa mkopo huu ni nafuu na ni bora kwa ajili ya, na lengo la kupitia benki kwa ni moja tu, wengine kwa kikopa hela hairudi, yaani kama hela za nini za kugawana njugu, lakini ikiwa benki ina mfumo bora wa kufuatilia ili uweze kulipa na kukupa nidhamu mkopaji ya kulipa nini, ya kulipa deni, na hiyo ndio financial interest ambayo tunatakiwa kuwa nayo ya kusaidia namna ya kuhandle mikopo na kutuwezesha kupiga hatua kwenye biashara zetu. Jamani, nawashukuru sana. Nafikiri nimewapa mambo matatu yanawatosha, sio?